Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu 200 wamefariki dunia wakiwemo watoto 70 baada ya maporomoko ya ardhi mashariki mwa nchi hiyo. Maporomoko hayo yaliyotokea katika eneo la Rubaya ambalo pia ndilo chanzo kikubwa cha madini ya coltan nchini humo. Tukio hilo lilitokea Jumanne baada ya mvua kubwa kunyesha katika eneo hilo ambalo linadhibitiwa na waasi. Katika taarifa ya Wizara ya Madini, ilaumu kundi la waasi la M23 ikisema wanaruhusu uchimbaji wa madini kinyume cha sheria bila kufuata viwango vya usalama. Kwa upande mwingine, kundi la M23 bado halijatoa kauli yoyote kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, chanzo kimoja kutoka Rubaya kiliambia kituo cha BBC kuwa kuporomoka huko kwa migodi kulisababishwa na mashambulizi kutoka kwa majeshi ya serikali na kwamba watu 6 tu ndio waliokufa. Hata hivyo, serikali bado haijajibu madai hayo. Migodi ya Rubaya inaaminika kuwa na takriban 15% ya akiba ya coltan duniani na karibu nusu ya akiba yote ya madini hayo nchini DRC Congo. Tangu mwaka 2024, waasi wa M23 wamekuwa kidhibiti eneo la Rubaya lililoko karibu na takriban kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mamlaka zilisema juhudi za uokoaji baada ya maporomoko ya Jumanne zilikwama kutokana na hali hatari katika eneo hilo. Serikali pia ililaumu kundi la waasi kwa kuweka vikwazo kwa raia, jambo lilofanya shughuli za uokoaji kuwa ngumu. Wizara ya Madini iliongeza kuwa kukosekana kwa ulinzi rasmi katika mgodi huo kumewaacha wachimbaji bila ulinzi wa msingi wa usalama wa kazi yao.